Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Misri imekataa na imeendelea na msimamo wake juu ya kufukuzwa kwa Wapalestina katika ukanda wa Gaza na Palestina kwa ujumla. Mwanadiplomasia mkuu wa Misri amesisitiza msimamo wake juu ya kukataa kufukuzwa kwa Wapalestina katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Amesema kwamba Misri haitokubali juu ya kuona Wapalestina katika ukanda wa Gaza wanaondolewa. Hizi ni mbinu za Marekani na Israel kuendelea kuteka maeneo zaidi ya Wapalestina. Hata hivyo, mataifa magharibi wakati huu yameingilia kati kutaka Wapalestina waondolewe katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, huku Misri ikisimama imara kutetea hoja hiyo, ikisema ikiwa nchi hizo zinahitaji amani, kwanza zinapaswa kuizuia Israel kutoshambulia watu wa Palestina hasa waliopo katika ukanda wa Gaza, lakini pia kuhakikisha wanaijenga upya Gaza. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya magharibi yamekubaliana na wazo la Misri juu ya kuijenga Gaza na kwamba Marekani isijihusishe kabisa katika ujenzi huo na kutaka kuwafukuza watu wa Palestina waliopo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Badri Abdillati, waziri wa mambo ya kigeni wa Misri, ametoa maelezo yake baada ya kukutana na mwenzake wa Hungary Peter Szijjarto mjini Cairo. Hakuna nafasi ya kupata usalama na utulivu kwa Israel au eneo bila watu wa Palestina kupata haki zao halali na kuanzishwa kwa nchi yao kwenye mipaka ya mwaka 1967. Abdellati alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano huo. Israel ilianzisha tena vita vyake dhidi ya Gaza mwezi uliopita na kuvunja usitishaji mapigano wa wiki 8. Usitishaji huo wa mapigano ulihitajika sana kutokana na mapigano kwa Wapalestina waliochoshwa na vita huko Gaza na kupelekea kuongezwa kwa misaada ya kiutu katika eneo hilo. Wapatanishi wamejaribu kuleta pande zote kukubalia na usitishaji vita mpya bila mafanikio. Hata hivyo, Hamas imeitaka Israel kukomesha kabisa mashambulizi yake katika eneo la ukanda wa Gaza, ikisema ipo tayari kuwatoa mateka ambao wapo chini ya mamlaka yao. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Israel chini ya utawala wa Benjamin Netanyahu ni kwamba hata kama kutakuwa na mwendelezo wa mazungumzo, lakini Wapalestina wataendelea kuwajibishwa kwa kurushiwa makombora. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Misri amesisitiza msimamo wa nchi yake juu ya kukataa kuwafukuza Wapalestina, na amesema wakati huu ni kazi ya Misri kuwalinda Wapalestina licha ya kwamba haitokubali kuwaondoa kuwapeleka katika taifa lake, lakini pia haitokubali kuwaondoa waende kwenye mataifa mengine. Mataifa kama vile Indonesia imeweka wazi kwamba ipo tayari kuwachukua watu wa ukanda wa Gaza, lakini kwa muda mfupi na si kwa muda mrefu. Huu ni mpango wa kuhakikisha wanaishi kwa amani na wanaishi bila matatizo ambayo yanawakumba wakati huu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Indonesia ni miongoni mwa mataifa ya Kiislamu, na hivyo hata baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kwamba kwa sababu tu kwamba Waarabu wa Palestina hasa katika ukanda wa Gaza wengi wao ni Waislamu, ni eneo pekee ambalo wangeweza kwenda kuishi kwa amani na utulivu, huku wakisubiri mambo mengine yaende sawa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Lakini wachambuzi wengine wa mambo wanasema kwamba kuwaondoa tu watu wa ukanda wa Gaza ni kuipa nafasi Israel iendelee kuyateka maeneo ya Wapalestina katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.